Mfalme Charles na Malkia Camilla wanatarajiwa kuwasili nchini Marekani wakati huu wa mvutano wa kidiplomasia. Mfalme Charles wa Uingereza na Malkia Camilla wanatarajiwa kuwasili nchini Marekani kwa ajili ya ziara ya siku 4, safari ambayo imepata umuhimu mkubwa zaidi kufuatia shambulio la risasi katika dhifa ya waandishi wa habari wa White House, na huku kukiwa na uhusiano mbaya kati ya washirika hao wa karibu. Ziara ya serikali ambayo ni ya hadhi ya juu na yenye ushawishi mkubwa zaidi katika enzi ya utawala wa Charles inaadhimisha miaka 250 tangu Marekani ilipotangaza uhuru wake kutoka kwa utawala wa Uingereza. Hii ni mara ya kwanza kwa mfalme wa Uingereza kuzuru nchi hiyo katika kipindi cha miongo miwili. Ziara hiyo inaanza kwa mkutano wa faragha na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye ni shabiki mkubwa wa familia ya kifalme, na itajumuisha hotuba ya bunge la Congress pamoja na dhifa ya kifahari katika ikulu ya White House. Shambulio la risasi siku chache kabla ya ziara linahusisha moja kwa moja ziara ya mfalme Charles. Safari hii iliyopangwa kwa muda mrefu imeingiliwa na mzozo wa kisiasa kati ya nchi hizo mbili kuhusu vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Irani. Mzozo huo ulimfanya Trump kuelezea kutoridhishwa kwake na serikali ya Uingereza kwa kushindwa kuunga mkono mashambulizi hayo. Shambulio la risasi lililotokea Jumamosi katika dhifa ya chama cha waandishi wa habari wa White House mjini Washington, ambapo rais na maafisa wa serikali yake walikuwa walengwa wakuu kulingana na kaimu mwanasheria mkuu wa Marekani, limeongeza hali ya wasiwasi kwenye ziara hiyo ya mfalme Charles. Ikulu ya Buckingham ilisema kuwa safari hiyo itaendelea kama ilivyopangwa baada ya mashauriano kati ya mamlaka za Uingereza na Marekani kubaini ikiwa tukio hilo lingeathiri mipango ya familia hiyo ya kifalme. Trump alikosoa Uingereza kuhusu msimamo wa Irani. Baada ya kuwasili Washington, mfalme na malkia watakuwa na mazungumzo ya faragha na Rais Trump anayemfafanua Charles kama mtu mkuu pamoja na mke wake Melania Trump. Mfalme huyo mwenye umri wa miaka 77 ambaye bado anapata matibabu ya saratani atalihutubia bunge la Congress siku inayofuata ya Jumanne, ikiwa ni mara ya pili tu kwa mfalme wa Uingereza kufanya hivyo. Baadaye wataelekea katika jiji la New York kwa ajili ya kuwaenzi wahanga wa mashambulizi ya Septemba 11, 2001 kuelekea maadhimisho ya miaka 25 ya shambulio hilo. Malkia pia ataadhimisha miaka 100 ya hadithi za Winnie the Pooh. Ziara hiyo itahitimishwa Virginia, ambapo mfalme atakutana na wadau wa uhifadhi wa mazingira. Uhusiano maalum katika mtihani. Serikali ya Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer inatumaini ziara hiyo itaimarisha uhusiano maalum kati ya nchi hizo mbili ambao kwa sasa upo katika kiwango cha chini kabisa tangu mgogoro wa Suez Canal, tangu mgogoro wa Suez wa mwaka 1956. Hata hivyo, hali bado ni tete. Barua pepe ndani ya Pentagon imefichua kuwa Marekani inaweza kurejea msimamo wake kuhusu umiliki wa Uingereza wa visiwa vya Falkland kama adhabu kwa kutounga mkono vita vya Irani. Swala la Jeffrey Epstein linatajwa ndani yake. Swala moja ambalo halitaguswa ni kashfa ya Jeffrey Epstein. Vyanzo vya kifalme vimesema haitawezekana kwa mfalme na malkia kukutana na wahanga wa Epstein ili kuepuka kuathiri kesi za jinai zinazoendelea. Kaka wa mfalme Charles, Andrew Mountbatten Windsor, ambaye sifa yake iliharibika kutokana na uhusiano wake na marehemu Epstein, kwa sasa anakabiliwa na uchunguzi wa polisi, ingawa amekanusha makosa yote. Ziara ya mfalme Charles inajiri wakati ambapo waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi akifanya ziara katika mataifa mbalimbali kwa ajili ya kusaka mpango wa amani wa kudumu hapo Mashariki ya Kati, eneo ambalo Trump amekuwa akiwalalamikia Uingereza na washirika wengine wana muungano wa NATO kwamba hawakumuunga mkono. Waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi, baada ya kutua nchini Urusi, ameshutumu vyombo vya habari. Akizungumza na waandishi wa habari, amesema wingi wa matakwa ya Marekani umesababisha mazungumzo ya amani kushindwa kufanyika huko Islamabad, Pakistani. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kuwasili St. Petersburg nchini Urusi, Araghchi amesema atashauriana na washirika wake wa Urusi kuhusu vita vya Mashariki ya Kati katika mahojiano ya lugha ya Kiajemi na kuchapishwa kwenye channel yake ya Telegram.
kuwasili kwa Araghchi nchini Urusi kunakuja baada ya mazungumzo na wapatanishi wa Pakistan huko Islamabad. Aliwaambia waandishi wa habari majadiliano hayo yalishughulikia masharti ambayo yanaweza kubeba mazungumzo ya kusaka amani. Bado haijafahamika kama Mfalme Charles atakuwa sehemu ya ushawishi wa Marekani katika mpango wa kusitisha mapigano ya kudumu Mashariki ya Kati baina ya Marekani, Israeli dhidi ya Irani.